Ni Jumamosi nyingine tena na kualika katika kipindi cha kurasa za mwisho. Kama kawaida tunaangalia nini ambacho kimeandikwa katika magazeti ya wiki hii yote, na ikumbuke kwamba tupo katika mazingira ya hamsha ya kombe la dunia, na tutaangalia jinsi ambavyo magazeti yameweza kuripoti vipi kuhusiana na michuano ya kombe la dunia ambayo imeanza siku ya Alhamis, na leo hii basi ni siku ya Jumamosi, na kuna mechi 4 kuanzia saa 7 mchana tu mpaka saa 4 za usiku. Itakuwa ni back to back mechi hizo ambazo watu watakuwa wakizifuatilia. Mbali na hiyo basi kuna michuano ya Kagame ambayo nayo imebaki siku 12 tu ili iweze kuanza hapa jijini Dar es Salaam. Vilabu vikubwa vipo katika michuano hiyo, na Azam watakuletea michuano hiyo ya Kagame moja kwa moja. Ninaye Jabiri hapa, hali kadhalika Hassan Bumbuli, ambao tutaanza kuangalia jinsi ambavyo magazeti yameweza kuripoti vipi katika angalau katika hizi siku 3 za michuano tangu ilivyoanza siku ya Alhamis mpaka kufikia siku ya leo na kuendelea katika michuano hii. Jabir, yes. Karibu sana. Asante sana. Za kwako bwana. Salama. Naona Cup special ya TV inasemaje? Ni nzuri na washafika? Washafika Russia na wakati wote tutaweza kuwasiliana nao. Nafikiri katika kipindi kijacho tutapanga vizuri jinsi magazeti tuone zile herufi za Kirashia ama Kiurusi zinavyoweza kuandika katika magazeti tofauti wakiwa kule Russia, na tuna timu kule Russia. Wenzetu watatuwakilisha kule Zaka za kazi pamoja na Thabiti Zakaria pamoja na Patrick Nyembera watatuletea nini ambacho kipo. Wenda jana umemwangalia Messi mazoezi yake mwisho kabla mtanange leo ndio anaelekea huko. Tutegemee leo wataweza kuasili salama kule Urusi. Na wakati tukizungumza hayo, naona timu za Afrika zinakwenda mlama katika mechi za kwanza za jana. Jambo ni lile ambalo niliwahi kulizungumza hapa. Nilikuwa naambia siku moja walili ni kwamba hili World Cup ufanye vizuri. Nakumbuka tulibishana na Patrick na tulibishana, tuliwekana vizuri. Tuliongea na Ezekiel Kamwaga. Ili World Cup uweze kufanya vizuri, kitu cha kwanza ambacho unahitaji wachezaji wenye uzoefu mkubwa wa mashindano makubwa. Iko namba 1. Lakini namba 2, lazima uwe na wachezaji ambao kwenye vilabu vyao wanapata nafasi ya kucheza. Kama unakosa wachezaji ambao kwenye vilabu vyao wanakosa nafasi ya kucheza ya mara kwa mara, kwenye World Cup, kwenye kombe la dunia utapata matatizo kidogo. Na nafikiri umeona jana, yani mechi ambayo ilivyokuwa inaendelea kuchezwa kati ya Egypt na Uruguay, nafikiri ulikuwa unaona, yani muda unavyozidi kwenda unaona ule uzoefu sasa walivyokuwa wanautumia wakina Suarez, wakina Cavani. Nafikiri ulikuwa unaona zile kila dakika zinavyozidi kwenda. Na ulikuwa unaona muda unavyozidi kwenda kwa jinsi Egypt wanavyozidi kupunguza ile makali kuliko walivyokuwa wanaanza. Pamoja mimi bado naipongeza Egypt. Imecheza kwenye kiwango ambacho wengi hatukukitarajia. Na kiwango ambacho umeonyesha Egypt, nafikiri walili wapo hapo watasema ndio wametuthibitishia kwamba walikuwa wanastahili kupata nafasi ya kushiriki kombe la dunia. Wakati Jabiri akizungumzia hiyo utangulizi huo, tutaongea na Hassan kuhusiana na hilo, lakini gazeti la Bingwa lenyewe likiwa limeandika Afrika hoi, Uruguay yaendeleza ubabe kwa Misri, Irani yaishangaza Morocco. Irani yaishangaza Morocco, wakiwa na maana kwamba mpaka kwenye dakika 10 mtangazaji alikuwa anasema Morocco inaongoza kwa ball possession au umiliki wa mpira kwa takriban 81%. Ni kweli ukitazama ile mechi yote kwa ujumla Morocco walikuwa wamepossess zaidi kuliko Iran. Lakini ile ninakwambia uzoefu wa mashindano, ukiangalia Iran walikuwa na possess mpira vizuri, Morocco walikuwa na possess mpira vizuri, lakini kwenye final third walikuwa wanashindwa kufanya chochote. Kwa hiyo Morocco walikuwa na madhara nje ya 18 ya Iran, lakini ndani ya 18 ya Iran Morocco hakuwa na madhara. Angalia jana, kitu ambacho kilinisikitisha zaidi, mchezaji ambaye unamuona alikuwa na uzoefu mkubwa kwenye michezo hata ya ligi kuu ya Uingereza, Talab, alikuwa anafika hadi kwenye 18, anapiga crossi
ya ovyo. Kwa hiyo ilikuwa kidogo inahuzunisha, na mpira wanasemaga una matokeo ya kinyama. Yani na matokeo ambayo ni ya kinyama. Dakika 90 faulo moja wanajifunga wenyewe. Jabiri huyu akizungumzia kuhusiana na mechi. Tuko katika wasaa kuangalia nini ambacho kimeripotiwa hasa katika magazeti ya kwetu. Hassan, tunaelekea, tuko katika mazingira ya kombe la dunia. Mauzo yako vipi huko? Kwa bahati mbaya sana au bado siku chache. Kombe la dunia huwa halireflect sana mauzo ya magazeti. Kwa nini? Ya ndani, hasa haya magazeti yetu ya michezo. Yaani bado halichagizi mauzo kwa kiasi kikubwa. Kweli? Kwa timu za Afrika? Kwa timu za Afrika, lakini lenyewe lote kwa ujumla, kwa sababu ndo hali ilivyo. Ndio maana magazeti ya ndani haya ya michezo bado huku mbele yatakuwa na Simba, Yanga na hali ya usajili kama ilivyo. Alafu tutakupa highlight ya nini kinachoendelea kwenye kombe la dunia huku. Labda ikifika hapa naona kabisa mambo mengi ilikuwa Simba na Yanga. Labda ikifika wakati wa kuanzia robo finali kombe la dunia ndio hizo. Ndio chini hapa tu, lakini asilimia kubwa nadhani kuanzia robo finali ndio kunaweza kuwa kuna hata gazeti la Bingwa sababu za Tarimba kupingwa katika Bingwa. Alafu atuone kabisa hapa tuna vipicha vidogo ambavyo viko ndani vya kombe la dunia, lakini kwa hapa bado Yanga na Simba zimeendelea kutawala. Sio biashara kubwa sana kwenye magazeti kama magazeti ya michezo, kama sisi tunavyofikiria, kama mnavyofikiria. Ndio maana unaona magazeti mengi kama ya michezo kama nilivyosema yanakwenda na Simba na Yanga, lakini kwa nyuma kwenye magazeti hayo sasa ndio unaweza ukakuta zile habari za kimataifa kubwa zaidi ndio inapewa nafasi kombe la dunia. Na kwa maana halisi ya biashara yawezekana kuanzia robo finali ndio unaweza ukapata kitu fulani, hasa tuseme kama na nyinyi mtakuja na uchambuzi kama kuna timu za Afrika ambazo au timu ya Afrika ambayo itaingia kule au kama hivi tunaona kuna zile timu pendwa zitakapokuwa zinaingia kule, ndio unaweza ukaona kuna hali, kwa sababu watu wengi kwenye kombe la dunia wanaamini katika kutazama, kwa hiyo kuliko kufuatilia kwenye magazeti. Of course kwenye magazeti tutaandika uchambuzi mrefu zaidi kwa wale wasomaji wanataka kujua nini kimetokea na nini. Lakini wale wanunuzi wa kawaida ambao wanataka hivi, wao watakwenda kwenye gazeti ambalo limeandika Simba na Yanga zaidi, kwa sababu zile hawazipati moja kwa moja kwenye television na kama vile ilivyo. Mimi kwa jana mpaka sasa hivi timu ambayo naipa nafasi inaweza kwenda kwenye group bado Nigeria na Tunisia na Senegal, lakini mpaka jana kwa timu mbili za Afrika zilizocheza Egypt wanaweza kwenda kama ratiba ilivyo, ile ratiba ilivyo ya kundi lao, nafikiri imewapa nafasi Egypt. Unajua unapocheza na Uruguay alafu ushafungwa ni jambo zuri, kwa sababu ndio umeanza naye, kwa sababu wewe unakuwa una mechi naye. Kwa hiyo yeye anachotakiwa kufanya sasa hivi ni kupata pointi kwa Urusi, kupata pointi kwa Saudia, kwa sababu Uruguay anacheza na hao ambao sasa, kwa hiyo kwa maana ni vibonde Egypt jana kama kama ninavyokuambia hata kwenye third, kwenye ile final third walikuwa hawana madhara, lakini unaona kabisa kwamba sio kama mipira ilikuwa ifiki, lakini nani anaweza kutengeneza nafasi wa score goal. Kwa hiyo mimi naamini pamoja Egypt aliwahi kuonya hapa kwamba Saudia ina tatizo moja, inaweza siku ambao nyinyi mnajua leo Saudia inafungwa 4 ndio inakokomalieni nyinyi hapo shingoni mnashangaa moja. Okay, bado tupo katika masuala tofauti yaliyoandikwa katika magazeti hasa ya ndani pia, na kumekuwa nako kuna tetesi, japo kuna usajili katika vilabu vya hapa nchini na michuano ya kombe la dunia ikiwa inaendelea. Lakini pia wakati michezo ya kombe la dunia ikiendelea, pia alikadhalika kuna masuala ya hayo ya kombe la dunia kwa wachezaji ambao wanashiriki huko kuelekea katika usajili wa vilabu tofauti. Tutakuja kuangalia hilo baadaye, lakini kwa sasa mchezo ambao mpaka sasa umetikisa na watu wanatabiri kwamba ungekuwa ni mchezo wa nusu finali ni wa jana usiku saa 3 kati ya mafari wawili. Ureno walicheza na Hispania. Ulionaje mechi? Ilikuwa mechi nzuri
ilikuwa mechi Ronaldo naona Ronaldo kwa sasa mbua kweli, amazing player kwa maana ya kwamba jana alionyesha alichonacho na kwa nini ni mchezaji bora katika wachezaji bora aliwahi kutokea. Jana amethibitisha. Nafikiri bado ana uelekeo wa kustaafu. Unajua kama anavyosemaga Ezekiel, sisi kwa Tanzania huko ndo tunawastafishaga wachezaji. Anaweza kana mpaka 37 hivi. Anaweza kucheza hata World Cup next, anaweza kucheza kama asipokuwa na majeruhi. Unajua wenzetu majeruhi, nafikiri kama tunavyozungumzaga majeruhi ni makubwa sana. Sijui Hasani jana ameona nini. Pamoja nimesikitika kwamba De Gea jana kafungwa goli ambalo kwenye mechi za kirafiki unajua alifungwa goli lile. De Gea alikuwa nyanya sana. Mechi na Uswizi, Spain walicheza na Uswizi 1-1. Alifungwa goli kama lile jana. Alafu Hispania wanamwamini kweli yani. Alifungwa goli kama lile jana. Kama mlifuatilia magazeti kipindi cha nyuma kidogo, tulizungumzia swala la De Gea na hii mipira. Alilalamika kwamba hii mipira iliyotengenezwa kwa ajili ya kombe la dunia sasa hivi ni afadhali ya Jabulani, kwa sababu huu wa sasa hivi unateleza sana. Na jana yani hautulii vizuri mkononi, yani kiasi kwamba akawaambia hata makipa wenzie kwamba namna ya pekee ya kudaka huu mpira kwanza inabidi uweke guard ya miguu, na kama unaona lile goli aliweka guard ya miguu, usipite katikati ya miguu yake pale ili aushike, lakini ukateleza. Sasa yeye mwenyewe alisha tahadharisha kwamba hii mipira sio mizuri. Lakini ndio imemwadhibu sasa. Imefanya namna ambayo hakutarajia. Kuna mechi ya kirafiki ya Urusi na nani alifungwa goli hilo. Urusi ni Swiss na Spain ya kirafiki kuelekea World Cup. Nilishangaa sana, lakini jana alipofungwa tena vile vile nikaona tupate picha wakati tunazungumza picha kutoka Lisbon. Unajua wakati mechi inaendelea kwenye big screen. Japo sisi naona utaratibu haujawa mkubwa sana kwenye big screen. Mfano wanachagua katika uwanja big screen, watu wanaangalia. Kulikuwa kuna ushindani nako, kwa maana kwamba kwenye uwanja kuna ushindani na huku kuna uwanja. Kwa hiyo tuna mashabiki wa Lisbon, alikadhalika tuna mashabiki wa Barcelona. Tutaanza na wote kati yao ambao watakuwa tayari. Unajua Spain kule Barcelona ni karibu na Ureno. Kisiwa kile kinaitwa nini? Ibiza. Sio Ibiza, kuna kisiwa kinatenganisha pale. Yaani Barcelona walivyokuwa wakitaka kujitenga kutoka kwenye Spain. Ibera nafikiri Ibera. Walivyokuwa wakitaka kujitenga kutoka Spain. Kwa hiyo Barcelona hapo ni Lisbon sasa. Barcelona option yao ni lazima wacheze ligi ya Ureno. Kwa sababu ndo karibu yani ndo karibu yani waingie kwenye ligi ya Ureno. Ile mambo ya Catalunya. Catalunya. Yani kwamba waamue kucheza ligi ya Ureno. Kwa sababu Barcelona kule ni karibu na Ureno. Nafikiri ni kisiwa tu hicho ambacho kina utofautisha. Unaona sasa hii ni kwenye sehemu kubwa ambayo imechaguliwa ya huko Ureno, Lisbon. Kinaitwa Celebria bwana kile. Sijui Celebria sijui. Kwa hiyo mashabiki hapo wakiwa wao nao wako. Na kulikuwa mchana wakati kwetu ukiwa ni usiku. Ureno wanaongoza hapo. Hapo Ureno, hapo Cristiano Ronaldo ndo hatari, yani hawaelewi. Kwa hiyo unaweza kuona mashabiki walivyokuwa hivyo. Sisi hatuna utaratibu huu Jabir. Tunaweza tukaanza, angalia nyomi hiyo. Sisi ndio tunatakiwa tuwe nao kwa sababu sisi tuna amani zaidi, yani sehemu kama hii. Lakini hatuja kuanzisha. Tumeona finali ile ya UEFA. Kamwaga alianzisha hiyo, watu wakaangalia mechi pale Kidongo Chekundu jana Kikwete Youth Park. Nafikiri swala kubwa sio tu kuanzisha, tunaanzisha kwa maana ya kwamba tunaangalia kombe la dunia kwenye uwanja mkubwa, tunawaangalia wenzetu. Unajua ingekuwa Tanzania iko pale, naamini tungesema bwana, mechi zote za Tanzania na sisi tutakaa uwanja fulani tukawa tunaangalia. Hata kama ni AFCON, mechi zote tunafanya hivyo. Lakini unaweka big screen kwenda kuangalia Nigeria na Tanzania, unajua tena unapoenda kusema bure watu watakuja wengi pale vibaka. Kwa hiyo nende kachomolewe simu yangu kwa mechi ya Nigeria na nani. Si bora nikae tu nyumbani. Lakini pia Hassan, naweza nikasema kwamba kwenye mjumuiko mkubwa kama huu hapa unaouona, mjumuiko mkubwa kama huu hapa, linanoga hili swala. Kama timu yako hii ilikuwa penalty nafikiri. Inanoga. Umejuaje kwa penalty? Unaona alikuwa anasubiria.
Jana alikuwa anaisubiria ile penalty ya kwanza. alikuwa ile penalty ya kwanza alikuwa anaisubiria Ronaldo. Na Ronaldo mapema jana alisema kwamba tutawafunga. Nafikiri ile kauli yake ile imewafanya imeifanya kwamba waendelee. Tutapata pia upande wa Barcelona walikusanyika nao kama hivyo. Walikusanyika Barcelona nao walikopo nani. Lakini wanaonekana watu wa Hispania. Wanaonekana watu wa Hispania wamekasirishwa sana na ile sare ya jana. Ni kweli. Haikuwa na furaha hata kutaka Ronaldo ashine of course. Hao ni mashabiki ambao walikuwepo wako katika eneo hilo. Hiyo hapo ni Barcelona. Wamekosa. Unaona sasa big screen nayo ilivyo na nguvu hasa unajua hata nani FIFA wanaweka vitu vinavyoitwa fan fest. Fan fest ni sehemu ambayo wakati hapa wanaongozwa hapa nafikiri. Wakati fan fest ni sehemu ambayo kuna big screen kubwa. Yaani jana mimi binafsi mimi binafsi jana nilisema kitu kimoja. Nafikiri nilisema kitu kimoja. Nilisema kitu kimoja. Kwamba naona nilisema hao ni mashabiki Jana nilisema hivi. Laiti ningekuwa niko kwenye bodi ya wakurugenzi ya Chelsea. Alafu ingekuja ndo nimeletewa kwamba bwana hii ndio ile ya kusaini kumfukuza kazi Conte. Yaani mimi ningesoma heading tu. Sijui Ezekiel hapa lakini mimi ningesoma heading. Heading inasemaje? Termination of contract ya Antonio Conte kuondoka Chelsea. Mimi ningesoma ile heading tu. Huku chini ningeuliza wapi pa kusaini mimi ningesaini. Yaani jana imeonyesha kwamba Conte hakuwatendea haki Chelsea kumuondoa Diego Costa. Sijui akina Ezekiel akina Sari Boboli walili watasema. Yaani unajua unafikiria Chelsea ilivyo struggle katika msimu huu kwenye eneo la kufunga. Alafu jana unamuona striker mshambuliaji kama Diego Costa anathibitisha pale. Alafu sisi ulituambia tuna Morata. Jana kocha amethibitisha amewafunga mdomo washabiki wa Spain walikuwa wanaoji kwa nini amemwacha Morata. Huwezi kufunga goli kwenye mashindano ya World Cup. Una striker kama Morata ambaye ni laini hawezi kugongana. Utamfunga nani? Sijui labda walili wapo akina Sani na kina Ezekiel. Mechi ya jana naona ile kutikisa. Ile bonge la mechi. Yaani bonge la mechi. Nusu finali fulani. Ndio mechi inafaa kwa ufunguzi. Kwa sababu samani sauti sio nzuri sana. Na nafikiri tumeshangilia sana. Kwa hiyo alichosema Jabiri nakubaliana nacho. Kuna dhana imejengeka kwamba kocha ndio kila kitu kwenye timu. Lakini ukweli unabaki pale pale. Timu ni wachezaji. Kocha atafanya hata sijui tactics lakini wachezaji ndio kila kitu. Sasa Conte nadhani anataka kuonesha watu kwamba Chelsea yeye ndio kafanya kila kitu. Na ndio maana nilikuwa nasema mimi mpaka leo mtu akiniambia David Luiz yeye alikuwa Chelsea pia unashangaa. Lakini kocha anasema Luiz na Costa walikuwa marafiki, kwa atanihujumu. Kwa hiyo fundisho kubwa hapa ni kwamba kila kitu ni wachezaji. Maki hata Hispania ya jana huwezi ukasema Hierro kuna kitu kipya kakileta kwenye ile timu. Ndio wachezaji wenyewe jana wameamua tunacheza goli kama la Costa. Goli la kwanza wafunga la kwanza wafunga Costa. Huwezi kusema ile ni goli la kocha. Yule ni mchezaji, amepambana akampiga mtu konga ile, kaenda kaingia wabeki kama watatu hivi. Kadanganya akapiga. Lile hamna kocha anayefanya kitu kama kile. Kwa hiyo kipaji kibinafsi cha mchezaji. Hata Cristiano Ronaldo jana zile goli 3. Ukiangalia leo kina Ferdinand vyombo vya Uingereza wanaeleza kwamba Ronaldo wakati yuko Manchester ndio kama mchezaji wa kwanza ameajiri yeye. Manchester United na hao watu, lakini Ronaldo nyumbani kwake anakaa na mpishi ambaye kasomea. Alafu kuna mtu anaitwa nutritionist. Unajua watu wanafikiri nutritionist ni kama mpishi. Ndio wengi wanachanganya. Mpishi atakupikia vitu vizuri. Jabiri anajua mambo ya kula vizuri haya. Kuna watu wanajua kupika. Lakini kuna mtu anakuambia wanga hiyo 5%, labda protini wa 50% au 40, sio kitu gani, anaangalia kile chakula. Yeye anakupangia kila kitu. Sasa chef pishi ndo anaingia nayo sasa jikoni. Baada ya kuja jamaa kashamwambia iweka hapo, weka hapo, weka hapo. Alafu akawa na physio. Physio ni mtu ambaye ni tunaita sio Kiswahili kizuri sana kama mchua misuli, lakini daktari anakuangalia, anahusika na mambo yale masozi zako. Alafu ana daktari. Alafu wote anakaa nyumbani kwake. Kwa hiyo bikira ilikuwa hajaoa wala kitu gani. Anasema ukiingia ndani kwa Ronaldo ni kama kuna carnival. Na jana unaitazama mtu ana miaka 33 mpaka dakika kama ya 60-70 alikuwa kashakimbia kilomita 8 kwenye ile mechi. Lakini kwa sababu ni mtu ambaye anakaa kila siku, yuko tayari kutumia gharama yake kufanya wewe na mwili ambao ni kama mashine. Sasa yule
kocha anamwambia tu fanya hivi, lakini ile free kick ya jana alopiga Ronaldo, ukimwona amesimama alafu angalia goli anapojitutumua, unaona kabisa anajua hapa nafunga hapa, kwa sababu kashafanya mazoezi ile kitu kama 1000 hivi wanawekaga ukuta. Yes. Lakini mimi sijui jana De Gea mpatwa na nini. Unajua nilikuwa najitahidi kufikiria sana. Pamoja kama nilivyosema hapa kwamba ashawahi kufungwa goli kama hilo kwenye mechi za kirafiki za kujiandaa. Nafikiri tuliwahi kulizungumza hapa. Na Uswizi, nafikiri mechi ya Spain na Uswizi alifungwa goli kama hilo. Lakini najuaga De Gea huwa mara nyingi kwenye zile huwa anahesabu hatua. Nimeshangaa jana kahesabu kidogo, kafika sehemu kasimama. Yaani kwamba yule mpigaji anavyokujaga, anavyokuja, huwa mpigaji akija sasa ndo anainama kuangalia mpira. Huwa De Gea anahesabu kule alipokaa kuja huko ambapo sasa hajakaa. Lakini jana amehesabu kidogo kusimama. Kama ulikuwa ulifuatilia jana, yani zile hesabu za De Gea ilikuwa ni kutoka kwenye ukuta kule ambako, yani unajua hakutegemea kama Ronaldo alijua ama atapiga juu au atapiga chini. Hakutegemea ule mpira utazunguka kupita kabisa ukuta, kwa sababu ukuta ule ulikuwa mpira ukitoka kwenye ukuta maana yake unakwenda nje ya goli. Lakini ulivyotoka nje ya ukuta ule mpira ukakata kona, kama alivyopiga Roberto Carlos unakumbuka. Ulivyotoka nje ya ukuta ule mpira ukakata kona. Hapo ndipo alipopotea De Gea. Kwa hiyo Ronaldo alifanya kazi ya ziada sana kuhakikisha ule mpira unakata kona. Kuna utafiti ulifanyika unasema Jabiri, kwa ule zile mita kama 20 pale alikopiga Ronaldo. Ukiweza kupiga mpira ukaruka ukuta. Lakini bado ukalenga goli, 90% goli. 90%. Yes, na ndio maana ulikuwa unaangalia jana baada ya Hispania kumaliza ukuta, Ureno akaenda kuweka watu wawili mbele kuongeza ukuta. Wanasema unampa kipa asione. Kwa hiyo mpira mara nyingi ukiruka wakati unakuja kipa hauoni. Na ndio maana ukipata utataharuki. Sababu by the time wanaona ngoma iko hapa tayari. Kwa hiyo unachotakiwa mpigaji upime ni kiasi gani utapiga utanyanyua juu ya defense. Na angalia jana ule upande ambao De Gea haoni, ndo akamweka Sergio Busquets na Gerard Pique ambao ndo wachezaji warefu kwa timu nzima ya Hispania, kwamba hawa angalau wakiruka kwa hii size ya hapa akiwazidi hao urefu atapaisha kule. Lakini bado Ronaldo akapiga ikawazidi wale, lakini bado akalipata goli. Na ndio maana nasema wacheza mpira angekuwa anasoma chuo kikuu Ronaldo, yule ni profesa wa hisabati kabisa. Yaani ile ni hisabati kiwango cha kubwa zinatakiwa upime ipae na iende kwenye post. Kwa hiyo kuna kitu ambacho kipa pale kwa kweli huwezi kumlaumu. Je, waandishi wa habari mna kazi World Cup hii? Kwa nini? Kuandika majarida mbalimbali ya uchambuzi na nini? Nadhani kuna kazi, lakini kwa mtu ambaye anapenda hii kazi ni starehe. Ni starehe. Kwa sababu sijui nikwambie kuna watu ingawa kuna tatizo moja. Tunaporipoti hizi tangu Alhamis tulipoanza, magazeti ya jana Ijumaa na magazeti ya leo asubuhi, accuracy kwa waandishi sijui ni kwa sababu kuna haraka au kuna nini, yani accuracy inapotea. Kwa maana kwamba utakuta miji inatajwa imechanganywa, utakuta mule ndani timu nyingine inaitwa ya Afrika wakati sio ya Afrika. Utakuta wachezaji wanatajwa kwa timu wanazozichezea, yani zile klabu badala ya timu za taifa. Kwa kidogo accuracy imepotea kwenye magazeti kama 3-4 naona. Nadhani kwa sababu ya ile haraka kwamba tunataka tuwahi. Ila ni kazi sasa, ni kazi ya kwetu sisi wahariri kuanza kurudi nyuma, kuangalia time tunafanyaje. Kuripoti ile kuanzia chini kwenda juu. Na Filipo kwenye magazeti Filipo. Kuna kitu ambacho kitaniumiza sana mwaka huu kama tukio tunafanya makosa kama bwana anasema. Kwa sababu kwa mfano leo mechi ya kwanza saa 5 sasa. Saa 7. Saa 5 anaanza saa 7. Kwa hiyo ni saa 7. Kwa hiyo una muda kuanzia saa 7 mpaka kusoma na magazeti ya Ulaya yanasema nini. Lakini utashangaa kesho gazeti la kuandikia tu. Leo mechi ya kwanza nadhani ni ya Australia na France. Yes, na Ufaransa. Mtu atakuandikia matokeo tu. Unaona, lakini kuna muda, kuna mechi of course ya usiku ya Nigeria na Croatia ambayo unaweza ukasema muda mbaya. Yani unasema hiyo timing kwa hiyo tutegemea tutakosa sana magazeti ya kesho kwa timing kesho yake, kwa timing ya muda wa saa 3 na saa 4. Nafikiri kuna kitu kimoja ambacho huwa tunakifanya kwenye magazeti ambacho nadhani pia kinaendelea kufanyika, kwa maana kwamba hizi mechi za mapema zitakwenda kwa ukubwa wake, kwa uchambuzi, yani uchambuzi utafanyika kilitokea nini na nini. Mechi ya saa 4 usiku kama inasubiriwa, maana yake
ile tutakupa matokeo, nani kafunga, imekuwaje, si kwa data. Na mara nyingi utaona zile inakaa mbele tu kidogo, alafu data zinakuwa ndani. Kwa nadhani hiyo inaweza likafanyika. Na lingine ambalo unaona kwenye televisheni siku hizi na magazeti mengine ni kwamba kuna mtu anaangalia raundi ya kwanza yote. Kwa hiyo raundi ya kwanza ikiisha anakuwa na peji 3-4 hivi, kurasa 3-4 za uchambuzi wa raundi ya kwanza. Yaani angalau mechi Ronaldo leo tutazungumza mechi Ronaldo. Kesho labda leo labda wa Nigeria watatufurahisha kidogo na kuna kesho unachosema raundi ya kwanza ikiisha lazima gazeti lina story imejiandaa nalo ya peke yake ya zile raundi hii. Lakini utakuta ikipumzika tunapumzika. Kama tunaanza na kuripoti na matokeo. Ile mbaya. Nafikiri kuna vitu vingi ambavyo vimebadilika kidogo kwa kiasi kikubwa, litakuwa limebadilika kwa sababu naona hali na hamu ya wasomaji wale tunaita royal customer, ambao wao wananunua gazeti regardless kuna kombe la dunia, kuna Simba au kuna Yanga. Hamu yao ya kusoma sidhani itakuwa kama ni hamu ya matokeo, kwa sababu wanakuwa wamekwisha yaona. Na hili ndio jambo ambalo kwenye media nyingi sasa hivi tunajifunza kwamba data journalism, day 2 journalism ndio kitu ambacho kinamata sasa hivi. Kwa sababu ukiniambia Ureno na Hispania 3-3 then nini? Kwa sababu nimeangalia mwenyewe, nimeona na magoli yalivyofungwa tena kwa marudio. Wewe kwenye gazeti unaniwekea picha iliyosimama. Kwa lazima kwenye gazeti uwe na kitu cha kuwe na kitu cha tofauti cha kumshawishi mtu asome. Ndio maana tunafanya training sasa hivi nyingi sana kwa ajili ya kupata hiyo data journalism, kuweza kuchambua vitu mbalimbali, kumpa msomaji kitu kizuri. Mbali na mchezo wenyewe, ukizungumzia kombe la dunia, kuna vitu vingi sana vinafanyika kule na kwa umaskini wetu mara nyingi tunakuwa tunachukua picha hizi ambazo ni interest za kwa mfano Uingereza, wao wanataka wao. Kwa hiyo tunashindwa kupata taarifa zile za kwa mfano Afrika, Misri, Nigeria, ambazo tunahisi kwamba mbali na kuwapo na kupendwa kwa hizi timu, na pia hata Ulaya kuna timu ambazo zinapendwa, lakini tunakosa namna ambavyo tunaweza kuwatuma watu wetu kwenda kule kuweza kupata kile chenyewe original. Kwa mfano kama Edo akienda kwa mfano labda Koji, labda Msuva ama wapi, anapata vitu zaidi ya pale. Anaweza kupata fursa pia ya kuomba kufanya interview na mchezaji, akawa na kitu ambacho anachokisema Bumbuli kwamba nafikiri ni kipya kabisa. Kombe la dunia la Afrika Kusini kidogo, kwa sababu ilikuwa ni karibu, na nakumbuka unaweza kwenda kulala kwa mtu nakumbuka mwaka kombe la dunia lililopita la Brazil, sisi bingwa tulitenga page maalum ya vitu vya nje ya uwanja, vitu ambavyo ni interesting. Na kwa bahati nzuri kuna ukienda kwenye mitandao mikubwa, wao wanaweka vitu ambavyo vina interest na wao kweli, lakini kuna mitandao midogo ambayo wanaweka vitu vidogo vile, kama ile tukio la yule mchezaji wa Ghana kuchukua hela kwenda mtaani kule Brazil, kusherehekea na wale watu wa mtaani kwa pesa na nini. Si Fadiga kuiba cheni Fadiga kuiba cheni. Ile si 2002 hii ya Brazil. Kuna mchezaji wa Ghana Muntari au nani alikwenda kupata chakula na watoto yatima wakati kombe la dunia linaendelea, mambo mengine lakini nje ya uwanja. Sasa ile pale watu hawakuichukulia kama kitu kikubwa, lakini ule mtandao ulivyoripoti na sisi tukaiona kwenye magazeti yani ni kitu ambacho kiliwavutia watu wengi sana. Sasa kumbe nje ya uwanja kuna vitu vingi vinafanyika wakati wa kombe la dunia, vinafanywa na wachezaji wenyewe, lakini huwa haviripotiwi kwa ukubwa wake. Kwa nadhani ni somo ambalo pia kwenye magazeti tuliangalia katika kombe hili mwaka huu, nadhani vitu vingi vinatokea pia. Ezekiel kuwepo, lakini alitudokezea Bumbuli kwamba kwa sasa magazeti mbali na kombe la dunia, lakini vilabu bado vipo katika usajili, kwa maana kwamba usajili wa hapa nchini VPL ambao unaendelea, na kwa ushahidi tu unaweza ukafuatilia magazeti hapo. Kombe la dunia japo lipo, lakini kwa idadi ndogo. Tuseme kwamba mashabiki wamelowea kwenye TV kuangalia kombe, na ndo basi na magazeti kuachwa nyuma. Na unajua, ngoja tuseme ukweli. Nitaka kusema kidiplomasia kidogo, lakini sema ukweli. Kinachosikitisha kuhusu habari za usajili sasa hivi,
ukiangalia vyombo vya kimataifa wanatofautisha kati ya deal ambayo imeshafanyika na kwa BBC wana ukurasa wanaita gossip. Sasa sisi tuna gossip nyingi kuliko news, ambao baadaye hizo gossip sio sahihi. Sio sahihi mara nyingi. Yaani wapo ambao wanapatia. Yaani kwa mfano kama sasa hivi kwenye usajili wa Tanzania, kwa mfano Simba, done deals, deal ambazo zimeshafanyika tuliziona kwenye SportPesa. Yanga wanaendelea, haijulikani kama wanasajili vipi. Kwa hiyo ukiangalia unaweza kuona gazeti limesema, kwa mfano kuna gazeti weekend limesema Mo afanya kufuru. Unaweza kupata picha, kuna usajili mkubwa. Ukiingia ndani, kufuru kwa maana ya kufuru kwenye Kiswahili, ukiangalia kufuru ambayo ndani ya gazeti hamna kufuru, ni kitu ambacho labda ni sirafu. Sasa sijui sirafu nao ni kufuru, umezidisha tu kitu. Lakini alafu hapo lakini nadhani uzungumzie vizuri, sababu pamoja na mambo mengine tuna set pia tunajaribu kuwatengeneza kuambia wahariri kitu kinachotokea. Maana unazungumzia kufuru hapa, labda ungeambia kufuru nini nazungumzwa, kwa sababu ni mengi tu huwa yanazungumzwa kufuru kama hivyo vitu vikubwa. Lakini gazeti loshika nini Zeke? Ile gazeti la kufuru Dimba miongoni mwa magazeti makongwe kabisa ya mchezo wa Tanzania, na nafurahi kwamba kuna wakati nilifanya kazi hapa na ni mwalili huyo hapo. Mwalili yuko yani hata kama ni kulwa na doto. Yes, yeye yuko nyumbani. Na ukiangalia kwamba ukisoma ile story kwamba Mo ameenda mambo mawili. Moja, kwa Simba na sajili mchezaji yoyote aliyemo ndani ya bara la Afrika, ndio benchi la ufundi litamhitaji ili mradi yale mambo yanakwenda vizuri. Kufuru ya kwanza. Kufuru ya pili, kama haitoshi, mwekezaji huyo pia ameahidi kuongeza kasi ya ujenzi wa uwanja wa kisasa wa klabu hiyo na kuachana hali ya udumu muda mrefu kodi viwanja. Yaani kwa timu ilikuwa inakodisha sana. Kufuru ya pili. Ngoja. Basi katika hatua nyingine, Mo alisema baada ya Simba kufanikiwa kutoa ubingwa ligi kuu kwa Tanzania, amepata faraja ya kuona wadau wote wamekuwa kitu kimoja, jambo ambalo lilipotea kwa wakati ilipokuwa ikifanya vibaya, na hivyo yeye anataka kupa nguvu umoja huo kuonesha mafanikio ya mabadiliko ya kufuru ya tatu. Sasa ni upo. Nipo ndio maana nimeambia asome ili. Unajua wakati mwingine reserve hiyo point yako Michael umesha sasa. Wakati mwingine unajua tunatumia maneno kwa kuyajua au kutokuyajua. Matokeo yake tunapoteza ile credibility kwa wasomaji. Kwa mfano Ezekiel amefanya kazi kwenye Dimba, mimi nipo huko, unaona, kwa level ya juu kabisa. Mhariri amepitisha headline, labda ni kikao kimepitisha headline, lakini kutokana na briefing iliyokuwepo pale ndani tunasema kweli kufuru, hii ni kufuru, kwamba amesema atoe labda milioni ngapi, lakini kwenye story hakuna hizo details. Sijui kama unanielewa. Nakuelewa. Na mara nyingi mtu anakuja anasema na Mo amesema atatoa milioni 200. Sasa ukiangalia na kiwango cha usajili cha Simba kilichowahi kufanyika mwanzo, ile pesa haipo. Kwa hiyo ni kufuru. Lakini mwandishi anapokuletea story dakika ya mwisho, wakati tumeshapeleka headlines zimekwenda juu, mna polish pale, hizo data hakuna. Ukienda mbele, ukienda kwa graphic designer kule DTP tunapaita, ukifungua ukurasa mbele ulivyopangwa ile Mo afanya kufuru, unasema hapa nikipangua tapata shida. Sasa matokeo yake ni kwamba tunaacha, lakini matokeo yake credibility inapotea. Mtu msomaji makini atasoma alafu atakwambia sasa ndo nini. Kwa nadhani wahariri kuna jambo la msingi sana la kuangalia. Ezekiel unasemaje? Alisha sasa maelezo, lakini kuna ukweli kwa sababu wakati mwingine kuna pressure, tatizo kubwa ambalo na mimi nafanya kazi kwenye magazeti, kwa na mimi pia pengine nimeshiriki kwenye vitendo kama hivi. Headline mara nyingi inakuwa namna hii wakati mwandishi anapojua hana story. Kwa hiyo unataka utengeneze kichwa cha habari kizuri chenye mvuto, lakini unajua content hakuna. Sababu swala kusajili wachezaji wa gharama sehemu yote ya Afrika, Simba na Yanga zimesajili Ghana, Zimbabwe, ikitokea mpaka kinachirwa milioni ngapi walisema? 250. Swala la uwanja wa Simba limeanza tangu miaka 70 mpaka wakina Real miaka 2002 huko
watu wanaahidi viwanja. Hapa kufuru ingekuwa story imeandika inasema uwanja utakuwaje, capacity yake ikoje, una vitu gani. Lakini pia neno kufuru na uwanja sijui kama ni neno zuri sana. Yani kwa sababu mtu akikufuru kitu katika hali ya kawaida ni kwamba akikubaliki. Yale kimepitiliza kila kitu kwa Mwenyezi Mungu. Umeona? Lakini sasa ukiweka deni kama hii inakuwa, lakini usajili na kombe la dunia vinaenda pamoja. Tumeona kilichotokea Hispania. Wanaandika kombe la dunia, na hata juzi kwenye press conference ya kocha wa Ureno Fernando Santos alikuwa analalamika kwamba kuna bonge la mechi ilikuwa linakuja kati ya Hispania na Ureno, lakini mazungumzo makubwa yakahusu kitendo cha kocha wa Hispania Julen Lopetegui kuondoka na kuja Kiero. Kwa sababu ni tukio dogo sana kocha kubadilika. Tuna bonge la mechi linakuja hapa. Alafu maswali naongea nini kuhusu kocha katoka? Hapana, hii ni tournament ya wachezaji. Lakini maana yake ni kwamba usajili umeingia kwenye masuala, na kwa kule kwao Hispania ndio ilikuwa story kubwa. Kwa hiyo naona usajili pia, ile ni usajili wa kocha sio mchezaji. Hata leo akisajili mchezaji mkubwa kuna timu nyingine tutaandika tu. Kwa hiyo vinakwenda kwa pamoja, vinaenda kwa pamoja. Cha msingi ni kwamba lazima kuwa kuna balance ya, kama unasema leo kitu cha usajili kinachukua nafasi ya mashindano, maana yake ni kwamba ni lazima kitu ambacho kimekamilika. Na habari ya mashindano, sababu kwenye kombe la dunia kwenyewe hizi gossips ziko nyingi sana. Tatizo ambalo mimi nalifahamu kwenye media ya Tanzania, na mimi nikiwa mmoja wapo, ni kwamba waandishi wengi sisi wana mitandao yao ambao ndo wanapita mitandao ya internet. Okay. Kwa hiyo mtu akiingia labda BBC, Daily Mail kuna mitandao kama 50 hivi. Kuna jamaa nadhani tu Abdalla Msuya yuko Daily News, njoo na kile Kiingereza njoo anakujaga na makala, ukiziona unasema hii kaitoa wapi? Daily News anaandika kila Ijumaa kwa yule kuna kipeji kabisa kinatoka kama ana shimo lake fulani ili watu wote waende. Kwa hiyo kuna mitandao kwa mfano unasoma ukiamka asubuhi unasoma Daily Mail, labda unasoma BBC, The Sun, Daily Mirror, Talk Sports. Hao Waingereza wana mtazamo wao, wana utamaduni wao, wana waandishi wao. Lakini kuna magazeti kama ya Kifaransa yanaandika story ambao ukienda kwenye Google Translate, kwa hiyo kusoma L'Equipe. Sawa, kuna 442 la FIFA. Sio? Hata Amerika Kusini. Kwa sababu kuna translate hivi Argentina wanasema ndiko timu yao. Unaweza kukuta kuna bonge la. Sio? Hata hapa Afrika, Vanguard na Nigeria. Wao wanaangalia timu yao vibaya sana. Lakini tunakuta magazeti sisi mtu akishamalizana na Uingereza. Na hii ni athari ya ukoloni tu. Hata ukienda Uruguay magazeti yao mara nyingi sosi ya kwanza wanaangalia Marca na AS ya Hispania, sababu ndio wanatawala. Ukienda Angola wanaangalia Ureno wanasema sisi tumetolewa na Uingereza. Unachokisema Kamwaga aliwahi kuniambia Dr. Tiboroa kama unajua ilikuwa kwenye issue ya usajili wa Msuva kwenda Morocco. Anamwambia unajua Hassan, tatizo la magazeti yetu mengi mnaangalia Daily Mail, mnaangalia wapi BBC, mmemaliza. Nenda Morocco, hata kama ni fungua peji ya hawa Waarabu, hata kama ni Kiarabu, ukibonyeza translate watakupa habari za Msuva. Ingia pale afu angalia wanazungumza nini kuhusu Msuva. Utapata kitu kipi. Kwa hiyo nikampa assignment mdada mmoja ambaye mchukua maneno sasa naona Kiarabu, tunamwambia kuna sehemu ya English, wewe kwenye Google itatafsiri. Kweli tukapata story nzuri sana. Sasa dada ndo akawa utamaduni wake, anaingia kwenye website hizi za nani anaangalia. Sasa nikamwambia isiishie tu kwa Waarabu, jiongeze wakati mwingine. Mtafute Faridi yuko Hispania kule kwenye klabu yake, hebu jaribu kuangalia anafanya nini. Unaona? Sio lazima kila siku watu waende kwenye mitandao. Na kweli udhaifu huu ni mkubwa sana. Pengine ndio maana nilikuwa nasema hapo mwanzo kabla hujafika kwamba uwepo wa kombe la dunia haujaongeza thamani, kwa maana haujaongeza mauzo kwenye magazeti hasa ya michezo. Ndio maana magazeti ya michezo mengi utakuta yanaweka habari za usajili za nyumbani, halafu kombe la dunia linakuwa kama nyongeza yake. Nadhani ni kwa sababu hiyo pia, kwa sababu si tunajua tutaingia Daily Mail tutapata kitu fulani. Hakuna vile vitu vya ziada ambavyo mtu anaweza kuvipata.
au mtu akasema sijaona kombe la dunia, inabidi niende kwenye nimeona mechi lakini niende kwenye gazeti fulani nitapata kitu fulani. Kwa ndo maana unakuta vitu havipandi. Nilikuwa nazungumzia pia, nadhani hata wewe wakati upo kwenye magazeti uliona au unashuhudia kwamba kombe la dunia huwa halina thamani kubwa sana unless timu za Afrika zisogee kidogo. Au tufike robo finali. Kuna upungufu mwingine pia ambao lazima tukubali. Wa waandishi ambao wanazungumza lugha zaidi ya moja. Of course zaidi ya moja namaanisha Kiswahili tayari kipo mfukoni. Kwa hiyo unaongea Kiingereza. Wenzetu kwenye newsroom kuna waandishi wanaongea Kifaransa, kuna waandishi wanaongea Kihispania, kuna waandishi wanaongea Kireno. Kwa hiyo hata zile headline wakati mwingine asubuhi ukiamka kuna mtu anawaambia papa maana yake haraka haraka. Mimi nafahamu hapa Tanzania waandishi wanaongea lugha nyingine Kifaransa wapo. Lakini sio, lakini unakuta kwenye finali kama ya kombe la dunia unamwandishi anaongea Kifaransa lakini hapa anaandika habari za siasa. Amko naye huko. Kwa hiyo inatakiwa mwandishi wa michezo aambie bwana, sikiliza bwana, wewe na mambo yako huko, lakini naomba asubuhi tu hebu niangalizie magazeti ya Faransa huko, jamii ya Kifaransa, sababu wa Morocco, wa Tunisia ni Waarabu kile wanaongea Kifaransa. Na Ufaransa wenyewe hebu pitia niambie kuna kitu huko. Na kwa sababu tunasema huyu yuko siasa, atakuwa mpira ajui. Unajua waandishi wa mpira nao wana mambo. Yaani wanasema lazima uwe katika ile jumuiya yao. Kwa hiyo pia ni tatizo kwa sababu nchi zingine nadhani kuna udhaifu mkubwa kwa sasa hivi. Sisi tuliokuwa waandishi wakati ule tuko na kina Frank Sanga kina nani, tulikuwa tuna mtu anaitwa Josta. Yaani yule tulikuwa tunamtegemea kwa mambo ya wakija wa sheri Kifaransa anakijua vizuri. Yupo Mwananchi bana. Sasa kuna mtu anaweza akawa naye pale Mwananchi asijue kama huyu Josta huyu ni nguli katika michezo. Aisha kwa mhariri wa michezo huko akabobea afu akatoka huko ndo kaja. Unaona? Kwa hiyo ile kutambua kwamba huyu anaweza akawa mtu sahihi. Lakini pia uoga wa kuwatumia watu kwamba nitaonekana nikienda kumuuliza huyu labda mimi nitaonekana sio mhariri mzuri, unajua? Wakati fani yetu ni ya kujifunza kila siku. Yaani hakuna siku moja mwandishi ukasema umekamilika. Mimi nimekuwa mwandishi wa michezo muda mrefu. Nikaenda kwenye masuala ya kijamii ya vijana na nini. Nikaingia kwenye uandishi wa jumla wa siasa na vitu vyote. Nikarudi kwenye michezo. Lakini leo unaweza kukuta mhariri ameteuliwa mpya kwenye gazeti fulani, hanijui, akashindwa kuniambia kwamba huyu jamaa michezo hajui. Sasa ile kuuliza kina Francis Chilo wale unaweza kukuta kwa mtu hajui kama michezo, kina Salvador Imam wale ni nguli kwenye siasa lakini ni watu wa michezo ndio walioanzisha dimba wale. Unaona? Na la mwisho Philip, mlienda wakati fulani Misri. Azam tulifanya kurasa bomba sana hapa. Kwa kuna mtu Misri akawa anasoma magazeti ya Kiarabu. Tafsiri. Nadhani kuna shida pia ya kifedha kwenye media kwa sababu unachoweza kufanya plug hiyo gap, kuweka ule msawazi kwamba kuna tatizo. Kuna kijana anajulikana yuko Kariakoo anaongea Kiarabu. Si unamtafutia ka column wakati wa World Cup. Yeye focus yake iko kwa Kiarabu. Magazeti ya kule. Kuna timu 3. Yes. Ana kazi yake anaingia kwenye mtandao asubuhi anaangalia na nini, then labda kwa wiki labda mara moja mara mbili anawapa version. Labda kuna kijana mwingine anaongea Kifaransa. Yuko sehemu yao hapo kwenye mpira. Wapo watu wamesoma nje sio Tanzania wapo. Kuna wengine wanaongea Kihispania. Then unakapuruka kako. Kwa watu wako na ndio maana siku hizi wenzetu Ulaya na Marekani kuna mtu anaitwa muhariri mgeni. Yaani kuna siku labda Ijumaa na mchukua Jabiri. Na Jabiri leo wewe ndo unakuwa editor wa Tanzania. Yeye anakuja na wavuruga, yaani kuonja test. Lakini anakuwa na akili. Kuanzia postmortem anaanza kuanzia asubuhi anawaambia hizi stories zetu zote hizi. Kama hapo anafanya Jabiri anavyotupiga wahariri hapa. Sasa ndio yeye anaingia newsroom sio bana, sikiliza hii story hapa, story ya muda. Watu wanataka huko nje huko. Watu wanataka kusoma hii hapa. Kwa hiyo achane nayo. Kwa hiyo inawatoa kwenye yale mazoea mlokuwa nayo. Sababu sisi waandishi wa habari tuna mazoea yetu. Tuna idea yetu ya nini ni story. Tuna idea yetu ya wasomaji wanataka kusoma nini. Lakini sisi tumejifungia ndani. Na bahati mbaya mimi natoka kazini basi saa 12 au saa 1. Asante anajua kwenye chombo cha habari kutoka kazini saa 3, saa 4, saa 5 usiku. Ni kitu cha kawaida sana. Kwa kutoka saa 3, saa 4 mwingine anaenda nyumbani, mwingine anapita sehemu kidogo kwenda kusafisha koo na kila kitu.
unakuta wakati mwingine hatuna muda wa kukaa na watu kujua hii watu wanataka hiki. Yaani sisi wenyewe tuna vikao vyetu asubuhi, tunaenda postmortem kwenye vyombo vya habari ambapo tunaangalia gazeti likoje. Lakini sisi wenyewe tumejifungia kwenye puto lile. Kwa hiyo natakiwa aje mtu ambaye atapasua lile puto. Kwa hiyo siku hizi anakuta mwariri mgeni anaingia hapa. Ambia bwana wewe mwariri hapa labda kitu. Leo piga hii hapa. Nakwambia nilivyokuwa Afrika Kusini. Nilivyoenda siku moja pale SABC wana mambo yao. Yaani siku hiyo tu nikaitwa nikamwambia na kesho saa 2 asubuhi uwepo hapa. Tunataka uwajengee uwezo wahariri wetu humu ndani. Sasa nakaa niko mgeni nakutana na, lakini wakaambia wewe njoo na idea zako kabisa, the way unavyoona wanaripoti World Cup. Uje na kitu tofauti. Ndio mwalimu mgeni. Tulikuwa tunafanya magazine ya Kiswahili ya dakika 15. Sasa nilipofika pale nikaambia yani ripoti za SABC ziko ni za obvious kwamba kila siku mechi imechezwa hivi na hivi na hivi. Na mimi nafikiri leo tuachane na hiyo. Hebu watu waende Soweto, kule ambako watu wanaangalia television kwa pamoja. Tulipoti kutoka pale kuangalia mechi ya mwisho, ilikuwa mechi ya mwisho ya Afrika Kusini ambayo anacheza ili aweze kuania kufuzu hatua inayofuata, ile ambayo alishindwa kufuzu na kama unakumbuka. Na hebu nendeni mkaangalie pale kwanza, itoke kabla wanazungumza nini juu ya hiyo mechi. Halafu baada ya mechi kitu kipya kinaweza kuwa kina interest kubwa. Nilivyotoka pale bwana wale akasema kuna umuhimu mkubwa wa kwa tunaita watu kutoka sehemu mbalimbali waje na mitazamo yao tofauti kabisa. Na walipofanya kweli ilikuwa na mafanikio, yani watu walipenda kwa sababu kabla ya mechi watu walizungumza wanataka nini kukiona. Na baada ya mechi wakasema kwamba tulichokisema hakikutokea na imekuwa bahati mbaya. Kwa hiyo anachokisema Kamwaga hapa ni utamaduni ambao wenzetu sehemu nyingi wamekuwa nao, wameuanza. Sisi hapa sijui ili sidhani kama nahitaji, lakini naamini mtabadilika. Maana wiki iliyopita nilikusemeni kuhusu Mtibwa. Wiki hii nikaona gazeti la Mtanzania limeshare habari ya Mtibwa pale. Nikasema nikacheka, hebu bwana habari ya Mtibwa wiki. Lakini mwalimu kaweka pale kabisa habari ya Mtibwa historia. Jana Dar es Salaam ndo mabingwa wa UMISETA. Unasema? Dar es Salaam jana mabingwa wa UMISETA taifa. Sawa. Na habari haijatoka. Hamna. Na uhai cup inaendelea leo. Inaendelea leo. Na Kagame. Kuna kitu nadhani Kagame inakuja. Kuna kitu nadhani Filipo na Jabiri ambacho inabidi sijui. Test. Uhai cup hapana, unajua uhai cup ni yetu. Au mizania. Uhai cup sio mizania, uhai cup ni yetu. Sawa. Lakini bwana watu wanafika uwanjani, wanafika uwanjani washabiki. TFF ni product ya TFF ambayo inabidi ni mbadala. Sasa hatuko kwenye ligi, kuna usajili unaendelea, kuna hiki kinachoendelea. Wana kipaji uzito. Wamekipackage vipi kiuhai cup? Au ndio kwa sababu kinaonekana kwenye TV basi. Unaelewa? UMISETA ni yetu. Watu wamepackage vipi UMISETA? Naona vistori vidogo sana ambavyo havina details. Kwa mimi kama mhariri havinivutii kusoma. Sijui kwa wasomaji wa kawaida kama anaweza kusoma paragrafu 2 za kuambia Dar es Salaam bingwa wa UMISETA au kuambia Dar es Salaam bingwa wa jumla wa UMISETA. Bingwa wa UMISETA Dar es Salaam nimeshtuka kwa sababu mimi nakumbuka vikombe 15 nilisoma wakati wa ufunguzi tu waziri mkuu alivyofungua. Si alifungua waziri mkuu? UMISETA shafungwa jana. Alivyofungua. Yaani nilisoma siku ambayo waziri mkuu alifungua. Yaani sasa hivi tunaelekea. Hadi hapo sijui chochote. Yaani sasa hivi tunaelekea kwenye UMITASHUMTA. Yaani ni kwamba kama aliripotiwa siku ile ni kwa sababu ya prominence ya waziri mkuu. Yeah. Si kwa sababu ya mashindano yenyewe. Mimi nakumbuka wakati naanza uandishi. Mwalimu wangu alikuwa Rashid Kejo na Mgaya Kingoba. Na upande wa Dimba alikuwepo mtu anaitwa Manara, Kenny. Manara? Kenny Manara. Wakati mtoto wa Popat. Wakati natoka ndo naanza uandishi, kulikuwa kuna michuano hii inayofanyika ya UMISETA, sijui kanda ya Pwani, sijui ilikuwa mara nyingi inafanyika Minaki kule. Niliwashangaza. Mimi nikapanda daladala mpaka Kisarawe. Nikachukua matukio ya siku nzima pale. Nikaondoka zangu nikaja jioni saa 11 nikaandika stori zangu safi, nikatenganisha michezo. Mtanzania alikuwa Rashid Kejo akaiunganisha, akaipa nafasi kwa ukubwa. Bingwa ndio ilikuwa inafuata, wakaweka kama nusu kurasa, wakaweka UMISETA kanda ya Pwani, wakaweka story tofauti tofauti. Sasa hivi ukimwambia mwandishi UMISETA inafanyika kanda ya Pwani inafanyika Kisarawe, haendi.
anainua simu anamtafuta mwalimu kama anafahamu au anajua mwalimu nani yuko wapi, nitumie matokeo. Ile radha ya yale matokeo kuyasoma haipendezi, na ndicho ambacho kinafanyika mara nyingi. Sasa hivi focus ya wahariri sijui imekuwa kwenye vitu vikubwa, lakini wanasahau kwamba huko ndiko ambako tunataka wanariadha wenye mbio zaidi, ambapo kesho mnaweza kurudi nyuma kufuata huyu alikopo fulani sehemu fulani, si ndio hivyo? Mwaka huu tumepata mwanariadha ambaye amekimbia mita 100 kwa sekunde kadhaa ambazo ni chache kidogo kutoka zile za Usain Bolt, lakini huyu amekimbia akiwa Mwanza, akiwa Kisarawe, akiwa Mtwara. Yani ndo tunavyoweza kuwajenga. Kwa nadhani ni focus yetu sisi wahariri kuamua tu sasa tuanze kuwatuma waandishi wetu waende. Na nikiongezea kwa Filipo kwa Hasani, ndio nasema Tanzania ni nchi maskini. Yaani labda watu wake makini, kuna fursa nyingi ambazo hazijatumiwa vizuri. Na nitatoa mfano wa mwandishi wa habari. BBC wana mwandishi wa habari yuko Brazil anaitwa Tim Vickery. Ye ameenda Brazil sasa hivi ana mwaka wa 23 nadhani. Ndio mwandishi wa BBC. Na kazi yake kubwa anafanya Brazil. Yeye huwa anahudhuria mpaka ligi ndogo zile. Yeye timu yote ya Uingereza ikitaka kusajili Brazil wanampigia simu Tim Vickery. Anaambia timu kuna nani huko? Anaambia sikilizeni, huko Botafogo kuna kijana anaitwa Vava mzuri. Akiwa hiyo simu hiyo tayari Tim Vickery ana hela hapo. Kwa timu zinafuata mtu ana miaka 17. Yeye ndo aliwakuona kina Neymar, kina nani. Ambao maana yake nini? Kwanza Tanzania sasa hivi sijui kama hata tuna mtu anaitwa wakala wa wachezaji wa maana. Wapo. Huku kwenye UMISETA umeshuhudia. Mtu anaweza mwandishi wa habari akasema mimi wala siangaiki na ligi kuu ya Vodacom na Azam TV. Mimi focus yangu kubwa mimi kwa UMISETA. Kwa hiyo anatulia pale. Yeye anakuwa na database ya wachezaji aloona UMISETA kila mwaka. Yeye mwisho wa siku anaweza akaja akawa authority. Kwamba ukitaka kujua kuna kipaji kwenye football ukinibukia. Muone Filipo Sikia. Naye anakuja anambia sikiliza, je, Simba Chaneda watu kuna fullback yuko hapa. Anasoma sasa hivi Mzumbe kwa hiyo au yuko Mazengo. Watu wanakuja wanamchukua. Then tunakubaliana mimi nikikupa hiyo taarifa. Huyo mtu akaja kuwa success kwenye timu yenu akafanya vizuri. Mimi na commission yangu. Lakini wenzetu mtu yuko tayari anahama nchini kwake. Sasa kwa nini kila timu inataka Brazil? Huyo mwandishi wa habari wa BBC nafikiri yupo na Jamaica. Jamaica yupo mwandishi mmoja wa BBC. Kazi yake anaripoti mambo ya mbio tu. Na Usain Bolt anafundisha vijana. Kila asubuhi saa 12. Ukimaliza pale ukikaa zako saa 12 unakuta na ripoti. Nilikuwa namshangaa huyu jamaa yuko Jamaica kwa ajili ya kazi hii. Yaani anaripoti mtaa anaokaa Usain Bolt, vijana sehemu mbalimbali vijana wa Kijamaika walivyokuwa na dream ya kukimbia. Ambao nadhani ambacho Hassan hajakisema. Nadhani kuna tatizo la passion. Yaani waandishi wa habari wa zamani sio sisi. Nadhani wa nyuma yetu. Kuna watu ambao walikwenda kwenye uandishi, yaani walikuwa wanakwenda hii kazi. Uandishi wa zamani ulikuwa mgumu sana. Uandishi wa sasa hivi kila kitu kipo. Yaani Google, usafiri, siku hizi mpaka kuna mwendo kasi. Kwa sio sehemu mbali. Yaani usafiri umejaa. Zamani basi uso kukaa nusu saa, masaa mawili, basi la kawaida hakuna. Halijapita. Na waandishi hakuna laptop. Zamani kuna sijui fax mpaka uende posta au wapi. Siku hizi unaweza kukaa nyumbani kwako kwa simu laptop unafanya kazi. Lakini Hasani alikuwa anatoka Sinza anakwenda Kisarawe. Anaweza kukwambia kwa basi mangapi mpaka vile Kisarawe. Lakini anakaa, anachukua notes anaondoka. Sasa hivi mimi nakaaga jukwaa na waandishi wa habari. Kuta mwandishi wa habari kana kuripoti mechi ya Simba na Yanga. Yuko uwanjani, ana notebook, ana simu. Tena kuna wakati nasikiaga mtu anakuambia ndio kafunga nani pale? Na wewe kafunga. Yaani yuko WhatsApp pale. Yes. Amepiga selfie. Yes. Alafu anaipost Instagram, goli linafungwa, alafu kafunga nani? Ilikuwaje? Yaani alafu huyo ndo unaenda kuisoma story yake kesho asubuhi. Kwa hiyo yaani focus ile sasa kazi yake. Walini tukiwa tumemalizia hapo, kuna pigo lingine tumepata Afrika. Ukiachana na bado timu zetu za Afrika zimenani. Ezekiel Hassan. Kulikuwa na swala la kubidi nani ambaye atashinda kuandaa mashindano ya kombe la dunia 2026 baada ya Katari. Tukitoka hapo tutaenda Katari. Katari tunakwenda Marekani. Tulikuwa tunatakiwa tupate nchi nyingine.
Afrika ilijitokeza Morocco. Mimi nilijua Morocco atashindwa kwa sababu Caribbean, Kusini, Marekani na Canada walivyokuwa, yani wale wanakula zao za pamoja za kupeana wao kwa wao. Lakini mimi naomba niongeze hapo, yani sijui nisemaje, kwamba mimi nilichofurahia, moja jambo ambalo limenipa hope na nafikiri naweza kumpongeza Hamadi rais wa CAF, kwa sababu hata kula alizopata nani Morocco, kwanza naamini kama Waafrika wote tulikuwa tumepiga kula kuchagua nani ashinde, naamini Waafrika wote tulipiga kula ya ukweli, kwa sababu Morocco alipata kula 65. Nafikiri mimi niliashumu nchi zote za Afrika pale kama zilipewa nafasi ya kupiga kula zilimpa Morocco. Morocco alipata kula 35 na tulisema 54 za Afrika na 10 na ngapi zile za Asia. Alipata 65. wale anaosema huyu nani 139 hivi. 135 hivi. Naona. Unasemaje? La kwanza ambalo lilikuwa liko wazi kushindana na Marekani. Kwanza ni nchi tatu. Yaani hata iko Marekani peke yake. Wewe ni nchi ya Afrika kuna tatizo, lakini kitu ambacho nadhani hakijasemwa sana kwenye vyombo vya habari vya Afrika na kila kitu ni kwamba chaguo la Gianni Infantino kwenye nani aende kombe la dunia lilikuwa la bidi ya Marekani na wale wengine, na linamhusu moja kwa moja kwa sababu yeye alipoingia FIFA anasema alikuta FIFA imefilisika, haina mapato, na kwenye kuahidi wanachama kuhusu masuala ya nini ataleta FIFA alisema ataongeza mapato ya FIFA mara 4 ya ambayo yalikuwa yanapatikana wakati yeye anaingia madarakani. Ukisoma bidi ya Marekani na Canada na Mexico, wao wanasema mashindano yatatengeneza faida ya shilingi bilioni 17 dola bilioni 17. Bidi ya Morocco inaonyesha kwamba faida wakianda wao itakuwa ni dola karibu bilioni 7. Kwa hiyo Marekani walikuwa na faida mara 2 ya faida moja. Na Infantino baada ya miaka 2 anatakiwa waambie wanachama kafanya nini. Na angalia hata kombe la dunia hili muda wa kutangaza umewahi. Kwa sababu Infantino alikuwa anataka, maana ni nafasi kubwa ya kujipigia kampeni ilikuwa ni hii. Lakini pia mshirika kinywaji amebadilika, ndio utake kuona pale. Mshirika kinywaji sio tena nani kama tulivyokuwa tumezoea. Amebadilika kama umeona. Lingine Morocco ana bahati mbaya. Hii ni mara yake ya 5 anawania na anakosa. Nafasi kubwa kuliko zote ya Morocco ilikuwa 2010. Kwanza ilikuwa ishakubalika itakuja Afrika. Morocco walikuwa na mazingira mazuri, ana amani, ana usalama kuliko Afrika Kusini. Na yuko karibu na Ulaya. Kwa hiyo watu wazungu kuvuka tu kama Kigamboni na Posta, unaingia Morocco, unaingia Hispania. Lakini wakakosa kitu kimoja tu. Hawakuwa na mtu Nelson Mandela. Mtu ambaye akija kuomba kura ukumbi mzima unamjua na unaweza kumsaidia. Lakini wanasema kitu kingine ambacho Morocco kimewasumbua zaidi, ambacho walishauriwa, sijui kwa nini wakukibadilisha. Kombe la dunia mwaka 2026 litakuwa na timu 48. Sisi 62 tena. Kwa hiyo wakawa wanasema mazingira yanatakiwa wewe yani eneo liwe kubwa, viwanja vya mazoezi, viwanja vya mechi. Kwa hiyo waliwashauri Morocco waungane na Spain kama unavyosema wewe, kwa sababu ni karibu na Ulaya. Waandae kwa pamoja. Wanasema angalau Morocco ingeweza kuwa na nguvu kwenye kubidi. Lakini jambo lingine ambalo wanasema kwamba sasa hivi Afrika ni ngumu ni kwamba wale wadhamini wa World Cup, wadhamini wakubwa wa World Cup, market share yao kwa Afrika ni ni ndogo sana. Kwa hiyo unapoleta kombe la dunia Afrika, manake unaumiza wale wadhamini. Wanasema kwa mfano Hyundai market share ya Hyundai Afrika ni asilimia ngapi? Sasa hivi kuna Qatar Airways ndio main sponsor wa World Cup. Market share yao Afrika ni ngapi? Kuna Coca-Cola, kuna Visa, kuna Mastercard. Kwa hiyo wenzetu wanaangalia hiyo business. Ndio maana unapopeleka kule unaweza kuangalia kwamba leo tunaweza kujiuliza Tanzania Hyundai watu wangapi wanatumia vifaa vya Hyundai? Wako wachache sana. Asante sana. Tukupo katika kurasa na hapo ndio mwisho. Kwa najua nikiweka tu pointi nyingine hapa tutaongeza zaidi. Ufaransa anacheza na Australia saa 7 kundi C, na Peru anacheza na Denmark, wakati Argentina anacheza na Iceland na Croatia anacheza na Nigeria. Na hapa katika mechi ya Denmark na Peru nasikia kuna Mtanzania wa kubabia pale yupo Yusuf Poulsen anavaa namba 20 katika timu ya taifa ya Denmark. Tumwangalie alafu
tutakuja na mijadala tofauti. Hatuwezi kumbadilisha Ulaya, ndio akishacheza leo ndio kashacheza habari imeisha. Tuangalie, tubaki tuone gere. Tuseme tuone gere kwa hata hapo baadaye. Kwa sasa tuna mengi. Asante sana Jabir na Ezekiel pamoja na sana walili wangu. Naona Mwani leo anaumwa, Gift Macha amekimbia. Toka amerudi Sports Pesa naona. Okay. Tulikuwa katika kurasa katika siku hii ya leo, na kubwa ilikuwa ni kombe la dunia, na kusema kweli tupo katika kombe la dunia, hatuwezi kwenda pembeni zaidi ya hapo. Lakini pia sisi Azam tutakuletea michuano ya Kagame itakapofika tarehe 28 ya mwezi wa 6, na michuano hii inafanyika Dar es Salaam. Kwa hiyo itakuwa bandika bandua, unaangalia huku unaangalia huku. Kwa hiyo unaweza kupata World Cup, unaweza kupata Kagame. Kwa sasa tuna mengi. Siku njema.